I'll be teaching with the Reformation. I'll be dealing with the Reformation. Nimekuwa nikifundisha mambo ya hiyo mageuzi. Everything I'm doing is on apostolic reformation. Kila kitu ambacho tunafanya ni mageuzi katika utume. I realize some of you are here for the first time. Natambua kwamba wengine wenu ni mara yenu ya kwanza hapa. And sometimes it's good just for us to define a lot of things. Na wakati mwingine ni vema kuelezea mambo mengi. Some of the things Johanna said today, some of you are scratching your heads. Baadhi ya yale ambayo Yohana amefundisha, yale wengine mnajikosa kwa kichwa mnasema And so I want to spend my afternoon on defining what the apostolic season is. Kwa hivyo mchana wa leo ningependa kuelezea mzimu wa mtume ni nini. Understanding the season we are in. Kuelewa majira tuliyomo. I strongly believe that God is a season of God. Na naamini ya kwamba Mungu ni Mungu wa majira. God is a God of seasons. Mungu ni Mungu wa majira. Now, the challenge with seasons, sasa changamoto ya majira, is that seasons do not consult you. Ni kwamba majira hayakuhifadhi. We are right now in the rain season. Sasa tuko katika majira mvua. The season does not change to suit you. Majira hayabadiliki ya kufaa. You change to suit the season. Wabadilika kufaa majira. The most dangerous thing, jambo hatari mno in life, maishani, is to be out of season. Ni kuwa nje ya majira. You can imagine. Je, unaweza fikiria? It's rain season. Ni wakati wa mvua. And you're moving around with an umbrella. Na unazunguka hapa pasipo na mwavuli. Now, if the what do you say? What is umbrella? Mwavuli. Oh, we see that now. Mnaona hiyo? Okay. Ndio. I strongly believe. Ninaamini kabisa That apostolic. You can write it. Naweza kuandika hiyo. Understanding the apostolic season. Kuelewa mvumo wa kitume. Yeah. Ndio. Now, sasa, when something, wakati jambo is not properly defined, halijaelezewa vipasavyo. Please listen to me. Tafadhali nisikize. When something is not properly defined, wakati kitu haijaelezewa kamili, the interpretation of that thing is affected. Tafsiri ya hilo jambo linaathiriwa. And when the interpretation is affected, na wakati tafsiri linaathiriwa, the meaning, maana, is twisted. Inabadilishwa. And if the meaning is not correct, na ikiwa maana sio sawa, it means the doctrine is affected. Inamaanisha fundisho linaathirika. And you know in the word of God, na unajua katika neno la Mungu, I heard Yohana say, nilisikia Yohana akisema, that your perception in life, ya kwamba mtazamo wako maishani, your sight in life, yani ono lako maishani, is affected by the doctrine or the teachings you receive. Huathiriwa na yale mafundisho unayopokea. Now Jesus one day said this. Na Yesu siku moja akasema hivi, man, mtu shall not live hataishi by bread alone, kwa mkate pekee, but by every word, lakini kwa kila neno that proceeds, litokalo from the mouth of God. Kinywani pa Mungu. Man, mtu shall not live. Haishi. That word live, hilo neno kuishi, is not breathing air. Sio kupuliza hewa. To live, kuishi, is to be productive, ni kuzalisha, to be fruitful, ni kuwa na utele wa matunda, to be effective, ni kuathiri. That's to live. Hiyo ndio kuishi. A man cannot be productive in life. Mtu hawezi kuzalisha maishani just by eating natural food, kwa kula chakula cha kiasili. But he says by every word, lakini yasema kwa kila neno that proceeds, litokalo from the mouth, kutoka kinywa, the mouth of God, kinywa cha Mungu. Now, one of the things you must understand, sasa mojawapo ya yana ambayo lazima ufahamu, the word of God, ya kwamba neno la Mungu is full of shadows and types. Limejaa vivuli na aina. That's why the Bible says, ndio maana Biblia inasema, it is the glory of God, ni utukufu wa Mungu, to hide a matter, kuficha jambo.
but it's the glory of kings, lakini ni utukufu wa ufalme to search out the matter. kutafuta siri. In other words, by nature, Kwa nyingine kiasili, God is very secretive. Mungu ni wa siri. God hides himself Mungu hujificha in shadows, katika vivuli, in types, katika aina, in numbers, katika nambari, in colors, katika rangi, in parables. katika mifano. So God Kwa hivyo Mungu is hidden in Genesis, yeye amejificha katika Mwanzo, in Exodus, katika in Kutoka, Leviticus, katika Walawi, in Numbers, katika Hesabu, in Deuteronomy, katika Kumbukumbu la Torati, up to Revelation. mpaka Ufunuo. Your job and my job Kazi yako na yangu is to interpret the shadows and types. ni kutafsiri vivuli na aina. So for example, Kwa mfano, when Jesus says, Yesu anaposema man mtu shall not live hataishi by bread alone, kwa mkate tu, but by every word lakini kwa kila neno that proceeds litokalo from the mouth of God. kinywani chake Mungu. What is kinywa cha Mungu? Sasa kinywa cha Mungu, what is the mouth of God? Does God has a mouth like this one? Je, Mungu ako na mdomo kama huu? When you hear the hand of the Lord, Unaposikia mkono wa Bwana, does it mean this hand? inamaanisha mkono huu wa If nyama. it's so, how big is God's hand? Kama ni hivyo, mkono wa Mungu utakuwa kiasi gani, ukubwa gani? Now, if you've been to school, Kama umekuwa those are shule, what we call anthropomisms. hayo ndio ile tunasema anthropomorphism. Meaning, Yani kumaanisha God uses Mungu hutumia natural language yani lugha ya to kiasili teach us spiritual principles. kutufundisha kanuni za kiroho. When he says the mouth of God, Anaposema kinywa cha Mungu, who is the mouth of God? ni nani kinywa cha Mungu? The preacher Mhubiri is the mouth of God. ndiye kinywa cha Mungu. When God wants to speak, Mungu anapotaka he kunena, naturally uses Moses, kiasili anamtumia Musa, Elijah, Elijah, Jeremiah. Yeremia. They are the mouth of God. Wao ndio ni vinywa vya Mungu. So your pastor Kwa hivyo mchungaji wako is the mouthpiece of God. ndiye kinywa cha Mungu. This is why Ndio maana we need to define a lot of things. tuwastahili kuelezea mambo mengi. So when you hear apostolic season, Kwa hivyo unaposikia majira ya kiutume, what is it all about? je, hii ni nini? Now, Sasa definitions are very important. tafsiri ni za muhimu. Hello? Hello? Do you agree with me? Je, mnakubaliana nami? So say with me. Kwa hivyo shiriki nami, Let's write this. ama wacha tuandike hili, Wrong definition. yaani tafsiri zisizo sawa. Write that one. Andika hiyo. This is a school, by the way. Hii ni shule hata na hivyo. Hello? Hello? This is not a conference. Hapa sio kongamano, This is a school. hapa ni shule. That's why you are sitting the way you are sitting. Ndio maana umekaa vile mmekaa. Say to your neighbor, we are in a classroom. Mwambie jirani tuko darasani. Now, in a classroom, we don't sing songs. Sasa katika darasa hatuimbi nyimbo. Have you ever been to school where you sing songs? Je, mshawahi kuwa katika darasani ambao mnaimba nyimbo? La. You sit like this. Mnakaa vile mlivyo. You have your notebook. Huko na kitabu. So we have a register. Kwa hivyo tuko na ile ambao tuna Say to your nakala. neighbor, this is a school. Mwambie jirani hii ni shule. So now we need to pass the register and see which student is around in this Kwa session. hivyo sasa nakala lazima Every ipitishwe. session you must sign in. Kila wakati ule lazima uweke sahihi. You won't graduate. Hauta funzu. Hello. You cannot come in the morning Hawezi ukoja asubuhi and miss the class in the na afternoon ukose darasa la mjana and hope you graduate. na utumani ya kwamba utafuzu. No. La. Hello, students. Hello wanafunzi. So this week I've got 3 teachers. Kwa hivyo wiki hii tuko na walimu watatu. Teacher Eddie, Teacher Johan, mwalimu Eddie Yohan and Teacher Ted. na yule Teddy. Right. So we're going to teach as the Spirit of God is leading us. Kwa hivyo tutafundisha vile Roho Mtakatifu tuongoza. Right. This is a school. Kwa hivyo hii ni shule, andika. Wrong definitions.
Tafsiri zisizo sawa results in wrong interpretation. huleta ile maelezo mbovu. Okay, have you written that? Je, umeandika hilo? Wrong definitions. Na ile Definition. maelezo ama tafsiri mbaya Yeah, results in wrong interpretation. huleta ile maelezo yasiyo bora. And wrong interpretation Na ile maelezo yasiyo bora results in wrong doctrine. huleta mafundisho mbaya. Now remember, doctrine is like food. Na kumbuka, mafundisho ni kama chakula. When you eat expired food, what happens to you? Unapokula chakula iliyooza, nini kufanyikia? What happens when you eat expired food? Come on. Nini ufanyika wakati unapokula chakula mbovu? You'll have a stomach what? And you'll be sick. Na utakuwa mgonjwa. I'm here to tell you. Niko hapa kuambia That most churches are sick. ya kwamba makanisa mengi ni gonjwa. Because the pastor is just changing the title. Kwa sababu mchungaji tu anabadilisha ile somo. He's preaching the old sermon he copied from a conference. Anahubiri ile ujumbe ambao alichukua kutoka kwa kongamano. Man shall live. Yes. Mwanadamu ataishi By every word kwa kila neno that proceeds fresh. litokalo likiwa mpya. Fresh. Likiwa mpya. Not picked from the internet. Sio lile ambalo limetolewa mtandaoni. Not researched from 19th century theologians. Sio lile ambalo limetokana katika karne hiyo ya 19 kutoka wale wa matheolojia. God wants us to be current. Mungu anataka tuwe wa kiusasa. What is God saying in the 21st century? Je, katika karne 21 Mungu ananena nini? So wrong definition Kwa hivyo tafsiri zilizo mbaya results in wrong interpretation. leta ile tafsiri mbovu. Wrong interpretation Tafsiri mbovu results in wrong doctrine. huleta mafundisho mbaya, And wrong doctrine na mafundisho mabaya affects your destiny. linaathiri hatima yako. I'll give you examples. Na wapatia mifano. So when we talk about the apostolic season, Kwa hivyo tunapozungumzia majira ya we kiutume, are talking about going back tunazungumzia kwenda nyuma to biblical authenticity. katika kweli ya kibibilia. We're talking about Tunazungumzia finding out, kutafuta, is the church je, kanisa in alignment liko katika ile muondoko with God's original intent and purpose for the church? pamoja na makusudi yale ya kimungu ya Mungu kuhusu kanisa. It means Inamaanisha even the word church hata neno kanisa must be redefined. lazima lielezewe vipya, Because church, kwa sababu kanisa, when you say church today, unaponena kanisa leo, you know, some people would say when they find us gathering here, unajua watu wengine unapotukuta tumekusanyika hapa they will laugh at us watatuchekelea and say, look at those people. na kusema, angalia watu They were not in church. hawakuwa kanisani. Because kanisani Kwa sababu kanisani means something different inamaanisha kitu tofauti from what Jesus had in mind. kutokana na ile Yesu Kristo alikuwa nao moyoni. Church Kanisa is not this. sio hii. How many of you, Ni wangapi how wenu, many of us ni wangapi kwetu sisi say to our people, ambao naambia watu wetu welcome to church? karibu kanisani? And what do we mean Na tunamaanisha nini when we say this is the house of God? tunaposema hii ndiyo nyumba ya Mungu? What is the house of God? Je, nini nyumba ya Mungu? Tell me, what's the house of God? Niambie, nyumba ya Mungu ni nini? Does God have a house? Je, Mungu ako na nyumba? I'm asking students. Ninauliza wanafunzi, Does God have a house? je, Mungu ako na nyumba? Chungaji. Only a few people are saying yes. Ni wachache tu wanasema ndio. Does God have a house? Je, Mungu ako na nyumba? Yes. The house is, where is the house? Nyumba ya Mungu iko wapi? My body. God has a house. Mungu ako na nyumba. We agree.
Tunakubaliana. Where is that house? Je, hiyo nyumba iko wapi? Meaning our hearts. How about your body? Kumaanisha moyoni. The house of God is just in your heart. Na ikiwa nyumba ya Mungu iko katika moyoni peke yake. Is there a scripture that says God's house is in the heart? Je, kuna andiko nasema kwamba nyumba ya Mungu iko katika moyo? Unaona hiyo? But that's what we teach people. Your heart is God's house. Kwa hivyo tunaanza kufundisha watu ya kwamba nyumba ya Mungu ni moyo wako. Now because we do not define, na kwa sababu hatuelezei the house of God properly, nyumba ya Mungu sawa, the definition of the house of God is wrong. Maelezo ya nyumba ya Mungu ni mbaya. The teaching on the house of God is wrong. Na mafundisho juu ya nyumba ya Mungu ni mbaya. Let me give you an example. Wacha niwapatie mfano. All of you students turn to John chapter 14. Wote nyinyi wanafunzi, hebu geuka katika Yohana I want you 14. to open your Bibles to John 14. Just I'm telling you, when something is not properly defined, ninawaambia kama hakuna tafsiri iliyo sawa kuhusu jambo, the interpretation is affected. tafsiri inaathiriwa. Look at, I'm sure you have preached on John 14. Niko na hakika ya kwamba umehubiri kuhusu Yohana 14. This scripture Hili andiko is mostly abused on funerals. sana sana linatukanwa katika matanga. Let's test. Wacha tufanye hiyo mtihani. Now I want to show you what the apostolic season is all about. Ningependa kuonyesha mzimu wa kitume uko ni nini. Are we in John 14? Je, tuko katika Yohana 14? Everybody, Kila mtu, your Bible is open or on the phone or whatever. Anybody? Biblia yako hata katika Remember, simu your mkono. students, you must not lie, okay? Kumbuka nyinyi ni wanafunzi, msidanganye, Make sure your fellow student is opening the Bible. Hakikisha kwamba huyo mwenzako mwanafunzi amefungua Biblia. Thank you. Mchungaji, open your Bible. Asante mchungaji, fungua Biblia. Ndio. Okay, ndio. Ndio. John 14 verse 1, what does it say? Yohana 14:1 nasema nini? Let not your Msifadhaike mioyoni mwenu. Remember, I'm not preaching, I'm teaching. This is a class. Kumbuka sihubiri, ninafundisha. Hili ni darasa. Kwa hivyo mimi sina haraka. The purpose of a teacher is that every student must pass. Makusudi ya mwalimu kila mwanafunzi apate kufaulu. So it means their hearts were troubled, isn't it? Kwa hivyo inamaanisha kwamba mioyo inafadhaika. Come on. Yes. Because in John 13, kwa sababu katika Yohana 13, Jesus has just told them, I'm going to die. Yesu akawa amewafundisha kwamba naenda kukufa. Now they are worried. Na sasa wanafadhaika. And then John 14 says to them, hey, do not let your... Na 14 Yohana anawaambia kwamba msifadhaike mioyoni mwenu. Then he says, believe. Kisha anasema amini. Believe in me. Niamini. And believe also. Na muamini nani? Mungu. Then the next statement says. Kisha tamko la kufuatia nasema. In my father's house. In what? My father's house. In my father's house. Katika nyumbani mwa baba yangu. In my father's house. How many houses? Nyumba ngapi? No. How many houses? Nyumba ngapi? One. Moja. In my father's house. Nyumbani mwa in my father's. Nyumbani mwa baba yangu, sio katika nyumba nyingi. Whose house? Nyumba ya nani? The believer's house. Ni nyumba ya waumini. Father's house. The believer's house. Nyumba ya waumini. Whose house is that? Hiyo nyumba ni ya nani? But what did preachers tell you? Lakini wahubiri waliwaambia nini? That you've got houses in heaven. Ya kwamba muko na manyumba mbinguni. From this scripture. Kutokana na ile andiko. Is that what the Bible says? Je, hivyo ndivyo Biblia inatufundisha? Now you are quiet. Sasa mmenyamaza. Come on, let's read it. Hebu tukaisome. In my katika help me. In my nisaidie. Many kuna nyumba. Not nyumba, vyumba. Kuna vyumba. Kuna vyumba. In nyumbani imoja. Nyumbani kwa baba ni moja. Every house has got many rooms. Kila nyumba iko na vinyumba. Vyumba. Kuna vyumba. So now, kwa hivyo sasa, did the Bible say? Sasa soma Biblia. In heaven.
Biblia ilisema kule mbinguni are many houses. kuna nyumba mingi. What does the Bible say? Biblia inasema nini wanafunzi? So where did we get houses in heaven? Kwa hivyo nyumba nyingi tulitoa wapi mbinguni? To lie to people Kuwadanganya watu that in heaven ya kwamba mbinguni are mansions. kuna nyumba mingi. Is that what the Bible is saying? Je, Biblia inasema hivyo? Help me, help me. Nisaidie. Season has come. Majira imewadia. Say after me. Wrong definition Tafsiri mbaya results in wrong interpretation, huleta tafsiri mbovu, and wrong interpretation na tafsiri mbaya results in wrong teaching. huzalisha fundisho mbaya. I heard Johannes say, Nilimsikiza Yohana akisema in the apostolic spirit and season, katika kitume, kiroho na majira, we go to scriptures tunaingia katika andiko by the grace of God. kwa neema ya Mungu. Relook at scriptures like this Tizama tena katika andiko kama hili and get the original meaning. napata ile maana ya mwanzo, Give it to the believers wapatie waumini that they may live authentic lives in this earth. ili ya kwamba waishi maisha halisi katika ile andiko. This scripture Hili andiko is abused by pastors limetukanwa na wachungaji to lie to people kuwadanganya watu that they must stay poor here on earth. ya kwamba wakae maskini hapa ulimwenguni, Because God kwa sababu is Mungu building anajenga a house nyumba for you kwako in heaven. kule mbinguni. Here on earth, Hapa duniani be poor. kuwa maskini, Because in heaven, kwa sababu kule mbinguni you'll be walking utakuwa unatembea in the streets katika nchi barabara of God. za dhahabu. You are lying. Unadanganya. Say to your neighbor, welcome to the apostolic season. Mwambie jirani, karibu katika majira ya kitume. So in the apostolic season, what are we doing? Kwa hivyo katika majira ya kitume tunafanya nini? The church has been deformed Kanisa limeharibiwa because of wrong teachings. kwa sababu ya mafundisho mbovu. Now God is raising people like Na Johannes sasa Mungu anawainua watu kama Yohana and many people in the world na wengi watu ulimwenguni to bring us back. kuturejesha. That is what is called repentance. Hiyo ndio ile ambayo inaitwa toba. It's amazing. Ni ya kushangaza. I was reading scriptures. Nilikuwa nasoma andiko, Jesus began to preach Yesu akaanza kuhubiri and he said, repent, na akasema tubuni, for the kingdom of God kwa ufalme wa Mungu is at hand. umewadia. He didn't say repent from your sins. Hakusema tubuni kutoka dhambi zako. Listen to me. Nisikize, Repentance toba is not only for non-believers. sio kwa wale ambao sio waumini. Repentance is for us too. Amen. Toba ni kwetu sisi pia. Repentance is for all. Toba ni kwa wote. The word means change your mind. Hilo neno linamaanisha badilisha nia yako, Because the kingdom of God, kwa sababu ufalme wa Mungu, God's way of governing, Mungu, sheria ya kukusanya, God's way of doing things njia ya Mungu kufanya mambo has come. imekuja. Yeah. Are you following? Je, mnafuata? So, Kwa hivyo we are talking about changing in the structure of the church. tunazungumzia katika mageuzi katika kanisani. So, building a church Kwa hivyo kujenga kanisa is not building a facility. sio kujenga jengo. You can build a facility Unaweza kujenga and jengo still not build the church. lakini hata na hivyo haujajenga kanisa, Because church kwa sababu is kanisa people. ni watu. Therefore, building the church Kwa hivyo kujenga kanisa is building the people. ni kuwajenga watu. The question is, how does God build? Swali ni hili, je, Mungu What hujengaje? is God building? Je, Mungu anajenga nini? God does not build church membership. Mungu yeye hajengi washirika kanisa. God builds sons. Mungu anajenga wana. Amen. Ha. So once in a while, we need to stop
Kwa hivyo mara moja tunasema kusimama na kuuliza, what am I building? Je, ninajenga nini? How am I building? Ninajengaje? Remember Paul says, Kumbuka Paulo asema, there's no foundation hakuna msingi that can be laid ambayo inaweza kuwekwa apart from that which is laid, ila tu ile ambayo imeshawekwa, Christ Jesus. Kristo Yesu. And be careful. Na makinika. Let each man be careful. Wacha kila mtu amakinike On how he builds. jinsi vile anavyojenga. God is a builder. Mungu ndiye mjenzi. If God is a builder, Ikiwa Mungu ni mjenzi, God must have a design. Mungu lazima awe na hiyo ramani. God must have a blueprint. Lazima awe na hiyo ramani. God must have a plan. Lazima awe na hiyo mpangilio. In any building, Katika kila jengo, what is the most important thing in any building when you are building? je, katika jengo wakati unajenga ni nini kitu ya muhimu sana? Halo? Foundation. Ni Wrong msingi. answer. Hiyo ni mbaya. The most important thing is not the foundation, it's the plan. Ya muhimu ni ile mpangilio. Because if you don't know the plan, Kwa sababu kama hauna hiyo mpango, how wide will be your foundation? je, hiyo msingi utakuwa How deep will be your foundation? msingi utaenda chini kiasi gani? Therefore, Kwa hivyo the builder mjenzi of the church wa kanisa is God. ni Mungu. Jesus said, Yesu akasema, I will build. nitajenga. I will build Nitajenga my church. kanisa langu. Who is the owner of the church? Ni nani mwenye kanisa? Pastor, do you have a church? Mchungaji, uko na kanisa? So how come you say to people, get out of my church? Je, inawezekanaje kusema kwamba toka kanisani mwangu? You have a church. Wewe uko na kanisa. Who is the owner of the church? Ni nani mwenye kanisa? Christ. Kristo. How many of you have ever built a house? Ni wangapi mshawahi jenga nyumba? Literally. Yaani kujenga nyumba hii. Did you really build the house? Je, wewe ulijenga nyumba? Did you really build the house? Wewe hakika ulijenga nyumba? Were you the one building the house? Wewe ni ule kuwa unajenga nyumba? What did you do? Ulifanya nini? You hired the laborer. Wewe ulileta mjenzi, A qualified laborer. mtu aliyehitimu kufanya hiyo kazi. Pastor, Mchungaji, you are hired by God. wewe umeajiriwa na Mungu. You are not the owner of the building. Wewe sio mwenye jengo. Therefore, Kwa hivyo you cannot build what you like. hauwezi ukajenga kile unachokipenda. You cannot say, in our church as Presbyterian. Hauwezi kusema sisi kama wana Presbyteriani. Church does not belong to the who are those pedestrians or what? Episcopals. As Pentecostals. Sisi wa Pentekoste, In our church as Pentecostals. kanisani mwetu kama wa The Pentekoste. church does not belong to Pentecostals. Kanisa sio la wa Pentekoste. The church does not belong to Roman Catholic. Kanisa sio ya Warumi. Doesn't belong to Anglicans. Sio ya Waanglikana. Belongs to Christ. Kanisa ni la Kristo. So anybody can come to that church. Kwa hivyo yeyote anaweza kuingia katika hilo kanisa. You cannot chase them. Hauwezi kuwafukuza. If you do that, Ikiwa utafanya hivyo, you are anti-Christ. wewe ni mpinga Kristo, Against Christ. kinyume ya Kristo. What are you building? Je, unajenga nini? Can anybody come to that church? Je, yeyote anaweza kuingia katika hilo kanisa? Because prostitutes went to Christ. Kwa sababu makahaba walimwendea Kristo, Drunkards went to Christ. walevi wakamwendea Kristo, Even the little children, hata watoto wachanga they wanted to attend the church service. wakawa wanataka kuhudhuria ibada ya kanisa. The apostles Wale mitume said, no, send them to Sunday school. wakasema watume katika shule ya Jumapili. Jesus said, Yesu akasema la, let the children wacha watoto come to me. waje kwangu, Not to Sunday school. sio shule ya Jumapili. Because the elderly people were embarrassed. Kwa sababu wale watu waliokomaa When you walishangaa. look at the current church, Kwa hivyo unapoangalia kanisa la kisasa, it cannot contain haiwezi kuwa na the plan God has given to it. mpangilio Mungu ameipea.
So the apostolic season Kwa hivyo majira ya kitume is bringing the church back ni kurejesha kanisa to what God intended it to be. kwa yale makusudi ya Mungu. That's why when you hear people like Johan talking about the Judah anointing, Ndio maana wakati unaposikia watu kama Yohana wakisema upako wa Yuda, this is new. yani inaonekana kwamba hii ni mpya. It's not new. Sio mpya. It's just being revealed to you. Yani ni kufunuliwa kwako. Are you understanding? Je, mnaelewa? I want to be as basic as I can. Ninataka kwa ukuu wa rahisi vile nawezavyo. So, Kwa hivyo we need to return. Tunastahili The church now, kuhifadhi the church kanisa now sasa. does not need a revival. Halihitaji uvuvio. It needs a reformation. Linahitaji hiyo mageuzi. In a revival, Katika uvuvio, you want to revive the things God is killing. unataka kuamsha yale ambayo Mungu anaua. In this season, Katika majira it's not a revival. sio uvuvio, Because there are certain things God is literally killing. kwa sababu kuna mambo kadha wa kadha Mungu anaua, And you want God to bring you back to the Pentecostal days na unataka Mungu akurejeshe katika wakati wa when God Pentekoste. has moved away. As good as the Pentecostal days were there, we are not going back to the Pentecostal days. Vile yalikuwa mema siku ya Pentekoste, haturudi pale tena. See, those days, the definition of power in the Pentecostal days Si kwa sababu tafsiri ya ile nguvu katika siku ya was Pentekoste dunamis. ilikuwa ile dunami. And dunamis means people falling down. Na dunami inamaanisha watu wanaanguka. When the power comes, Wakati nguvu inashuka, people are running. watu wanakimbia. Power, power, fire, moto, fire, moto. Nonsense. Pumbavu. That's not the meaning of the word power. Hiyo sio maana ya jina nguvu. In the apostolic season, Kwa hivyo katika majira ya we are kitume now recovering the genuine meaning of the word power. sasa tunarejesha halisi tafsiri ya neno nguvu. When you receive power, Unapopokea nguvu, you don't fall, hauanguki, you stand. unasimama. Big difference. Tofauti kuu. You shall receive power Mtapokea nguvu after the Holy Spirit has come upon you. baada ya Roho Mtakatifu kuwashukia, And you shall fall down. na mtaanguka. You shall, Be my witnesses. come on, you shall be. My Mtakuwa witnesses. Who is a witness? ni nani shahidi? What God is saying, Yale Mungu when the ananena. Holy Spirit comes upon you Roho Mtakatifu anapowajia and the Judah anointing is on you, na upako wa Yuda iko juu yako, you become a witness. unakuwa shahidi. Who is a witness? Shahidi ni nani? You become the evidence. Unakuwa uhalisi. You become the evidence Unakuwa uhalisi that God exists. ya kwamba Mungu yu haishi. You don't go witnessing. Wewe hauendi ukawa unatoa ushuhuda. You become a witness. Wewe unakuwa shuhuda. Big difference. Tofauti kuu. When you witness, Unaposhuhudia, you leave your house unatoka nyumbani mwako, where they know your character, mahali wanajua tabia yako, to go to the neighborhood kuenda katika where ujirani, they don't know you, mahali hawakujui, to tell them about Jesus, kuambia kuhusu Yesu, because they don't know your character. kwa sababu hawajui tabia yako. But when you become an evidence, Lakini wakati unapokuwa bayana, you begin in your Jerusalem, unaanza kule Yerusalemu yako, right there in your home, pale nyumbani kwako, where they see the change mahali wanaona mabadiliko, and become the evidence. na unakuwa we ndi ule uhalisi. The word power Neno nguvu is more than falling down. ni zaidi ya kuanguka chini. Power includes intelligence, Nguvu inajumuisha akili, wisdom, hekima, capacity uweza to solve people's problems. kushughulikia shida za watu. When you receive power, Unapopokea it's nguvu, the same power ni hiyo nguvu that God used ya kwamba Mungu alitumia in creating the world. katika uumbaji ulimwengu. Guess what? Na fikiria nini? Kristo Is the wisdom ndiye hekima and the power na nguvu of God. ya Mungu.
So when the Holy Spirit comes upon you, Kwa hivyo Roho Mtakatifu anapokujilia, He brings Christ in your life. anakuletea Kristo maishani mwako. And when people meet you, Wakati watu wanapokutana nawe, you are the evidence. wewe ni ile uhalisi. When you are in ShopRite, Wakati ukiwa katika duka ile, you are the evidence. wewe ni ule uhalisi. When you are the roadblock Wakati umekaa katika kule kwa barabara and you break the law, na umevunja sheria, you don't corrupt the policeman. wewe hauweki ufisadi kwa huyo policeman. You are the house of God. Wewe ni nyumba ya Mungu. The Spirit of God lives in you. Roho wa Mungu aishi ndani mwako. The wisdom of God is in you. Na hekima ya Mungu iko ndani mwako. You become the evidence. Unakuwa ule ubayana. Amen. People don't have to wait for Sunday Watu hawastahili kungojea Jumapili to know God. kumjua Mungu. The believer Waumini becomes huwa the physical address yani kiasili anwani of God ya Mungu on planet Earth. katika hii sayari ya dunia. When people are looking for God, Watu wanapomtafuta you Mungu, don't say, come to our church on Sunday hausemi kuja kanisani kwetu and my pastor na mchungaji will wangu show you God. atakuonyesha Mungu. No, you are such built Na wewe umejengwa by the pastor na mchungaji that you become an evidence. ya kwamba unakuwa ubayana As a teacher, kama mwalimu, as a lawyer, kama mwanasheria, as a farmer, kama mkulima, as a driver, kama dereva, you become the evidence. unakuwa ubayana. A witness Shahidi must have genuine evidence. lazima awe na ule uhalisi. You know, there are false witnesses and Najua kuna genuine witnesses. kuna mashahidi wale wa uongo na wale wa haki. What kind of a witness are you? Je, wewe ni aina gani ya shuhuda? Can your wife Je, mkeo say anaweza sema you've got the power of the Holy Spirit? huko na nguvu za Roho Mtakatifu? Not pa 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 pa. Sio pa 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 pe. See, that's not power. That's pa 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 pa. Hiyo sio nguvu, hiyo ni pa pa pa. Ka 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 ka. Ka 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 ka. Kuku. It's not power. Hiyo sio nguvu. It's kuku kuku. Hiyo ni kuku. So in the apostolic season, Kwa hivyo katika majira ya kitume, God wants to restore the church Mungu anataka urejesho wa kanisa to a better understanding. katika Come on. ile Someone ufahamu say bora. better understanding. Sema ufahamu We bora. are not saying everything we did in the past is wrong. Hatusemi ya kwamba chochote kila kitu litenda kilikuwa baya. Come on, don't sleep on me now. Msinilalie. In 1970, did you have phones like these ones? Mwaka 1970 tulikuwa na simu ya mkono kama hii. Were these phones there? No. Zilikuweko. Remember the phones we used to use? Kumbuka zile simu tulikuwa Are they still there? Je, zipo? We changed from Tulibadilisha kutoka pen, 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 kuingia pen. pen. We moved from pen, pen, pen Tukatoka kutoka pen to it's called upgrade. yani kumaanisha kuinua viwango. God wants to upgrade the church. Mungu anataka kuliinua kanisa. There's nothing wrong with the old phone, Hakuna ubaya wote na simu ile ya but the kitambo, season has lakini changed. majira imebadilika. There was nothing wrong with the Pentecostal season. Hakukuwa na ubaya wote katika majira ya Upentekoste. God has moved to the apostolic season. Mungu sasa ameingia katika majira ya kitume. That's why Ndio maana when God moves, Mungu you anapotembea, move. unatembea. Abraham, Abraham, I see you have no child.
ninaona hauna mtoto. Abraham didn't pray for the child, by the way. Abraham hata leba kumwombea mtoto. It's God Ni Mungu. who came and said, Abraham, Alikuja kumwambia I'm Abraham, going to give you a child. naenda kupatia mwana. Time passed and they tried their own ways. Wakati ukapita wakajaribu njia zao. Finally, Isaac is born. Hatimaye Isaka anazaliwa. Abraham, I'll give you a son. nitakupatia mwana. A son is born. Bwana anazaliwa. Abraham, Give me your son. nipatie mwanao. This is the same one who said, Huyu ndiye yule alisema, I'll give you your son. nitakupa mwana. Now I've moved, give me your son. Na sasa nimetembea, If nipatie it mwana. were you and me, Kama ingekuwa wewe na mimi, would say, ungesema, I bind you. Every ninakufunga foreign spirit, kila hiyo ngeni roho, any voice kila that sauti is not from God, ambao sio kutoka kwa I Mungu, come against na inuka kinyume cha hiyo Jesus' name. katika jina la Yesu. Kwa nini? It's God who gave me. Ni Mungu How aliyenipa. can he say give me? Anawezaje kusema That's nipe? the devil. Hiyo ni ibilisi. Abraham, Abraham, I'll give you a son. nitakupa mwana. I give you a son. Nakupa mwana. Kill him. Muue, Don't kill. usiue. Come on. Man Mwana shall not live mtu by hataishi bread alone, kwa mkate tu, but by every word lakini kwa kila that neno proceeds from the litokalo mouth of God. kutoka kinywa cha Bwana. I'll give you a child. Nitakupa mwana. Give him to me. Mnipe. Hey, don't kill. Usiue. Can you imagine if you said, God said kill, Boy, I kill. Mungu anasema uwa ni uwe. You must hear the next word. Don't kill. Lazima usikie tena usiue. Some of our churches Baadhi ya makanisa yetu are still being run with constitutions that were brought by white people in 17th century. zinaendelea kuendezwa na katiba zililetwa na watu weupe katika karne ya 17. What is God saying here? Je, Mungu anasema nini hapa? Not what he said in 17th century. Sio katika karne ya 17 alisema nini? It's called Ni Mungu, present truth. yani ukweli wa kisasa. You are established Wewe ulimarishwa in the present truth. katika kweli ya kisasa. The job of a father Kazi ya baba is to hear what God is saying. ni kusikia Mungu ananena nini, Because kwa sababu in the day katika siku when the cloud starts moving, wakati mawingi inaanza kutembea, you move. unatembea. Even if you are about to start eating ugali, Hata ingawa karibu kuanza kula if the ugali, cloud moves, ikiwa you can mawingi say, yanatembea, God, wait, finish until I finish eating ugali. huwezi kumwambia Mungu ngoja mpaka nimalize kula. La. In the night, Usiku, the pillar of fire. yani kulikuwa na nguzo ya You're just moto, about to sleep uko karibu kulala and the pillar starts moving. na nguzo inaanza You can't say, kutembea. no, I'm very tired. Hawezi kusema la, I don't nimechoka, understand this teaching. sielewi mafundisho, I will wait until tomorrow. nitangojea mpaka kesho. You and your family Wewe na familia yako will die. mtakufa. So, what you are hearing today Kwa hivyo kila mmoja unakisikia leo, means na maanisha now we are going back to why God created the church. ya kwamba tunarudi katika Please, misingi, mbona Mungu kaumba kanisa. These are my lessons. Haya ndiyo mafundisho yangu. What's the purpose of the church? Je, kusudi la kanisa ni lipi? How is the church built? Kanisa linajengwaje? What structure? Yaani jengo gani? Why father-son relationship? Mbona uhusiano baba na mwana? Because you see Kwa sababu najua that in my father's house, katika nyumbani mwa babangu, the word house, katika nyumbani mwa the babangu, word house yaani neno nyumba does not mean the physical house. haimaanishi ile nyumba ya kiasili. Remember I told you the word of God has got shadows and pictures. Kumbuka niwaambia kwamba liko na vivuli na iko na aina. The word house Neno means nyumba family. na maanisha familia. God has a family. Mungu ako na familia, And in this family, na katika hii familia there are many members. kuna watu wengi. One body, Mwili mmoja, different members. yani viungo tofauti. One house, Nyumba moja, many mansions. kuna vyumba vingi. The word mansion Neno does vyumba not mean a mansion. haimaanishi lile jengo, It's a word room. yani ni ilo neno nyumba. Together we are God's house, Pamoja sisi ni nyumba ya Mungu, God's family. familia ya Mungu. But in this family, Lakini katika hii familia he is a mansion, yeye ni mansion, nyumba, mansion, nyumba,
Nyumba. Chumba. Chumba. Not nyumba. Ni chumba. One nyumba. Chumba kimoja. Nyumba. One nyumba. Nyumba moja. And then many chumbas. Alafu vyumba. So say to your neighbor, you are the mansion God is. Kwa hivyo mwambie kwamba wewe ni nyumba ambayo Mungu anajenga. Vyumba. That's right definition, right interpretation, right doctrine. Then you have a night testing. Basi ukiwa na tafsiri sawa, maelezo sawa, mfundisho sawa, basi utakuwa na endelezi. Remember, students, you're going to ask questions after this. Mtaenda kuuliza maswali baada ya hii fundisho. Because in a class we allow for katika darasa tunaruhusu maswali. Amen. So, the word apostolic, kwa hivyo hilo neno mtume, you will not find it in the scripture really. Hautalipata katika andiko. Just like people say, ni vile watu I want to wanavyosema. believe in the controversial, but it's okay. Yeah, nasa kuwa kwa nini kidogo lakini ni sawa. Like people say, they say, well, kuna watu the wanasema word rapture, yani lile neno unyakuzi is not in the Bible. Halipo katika Biblia. But the concept, lakini hiyo maana is there. iko pale. Ask them to prove. Waulize wathibitishe. They will not give it to you. Hawata kukupatia. Hopefully by Friday we'll settle that matter. Niko na imani ya kwamba ifikapo Ijumaa tutakuwa tumemaliza hii. That's the purpose of a class. Hii ndio sababu ya darasa. Is to engage in dialogue. Yani ni kuhusika katika mahusiano karibu. In a conference you don't ask. Katika kongamano haulizi, mhubiri anahubiri anakwenda. But in a classroom the student can say, teacher, lakini darasani mwalimu anasema, I don't agree with you. Sikubaliani na wewe. Because according to my research, kwa sababu kulingana na utafiti wangu. So you bring your research. Kwa hivyo unaleta utafiti wako. I bring my research. Ninaleta utafiti wangu. Let's compare with the scripture. Halafu tunalinganisha na andiko. So the word apostolic comes from the word apostle. Kwa hivyo hilo neno kitume linatoka katika mtume. Now that's another problem. Sasa hiyo ndio shida. I don't know in Kenya. Sijui hapa Kenya. But in Zambia, lakini kule Zambia. Oh my God. Mungu wangu. Everyone has become an apostle. Kila mmoja amekuwa mtume. Today you are a bishop. Leo wewe ni askofu. Next week they ordain you an apostle. Siku nyingine utatiwa wakifu wewe ni mtume. I hope none of you thought because you're coming to an apostolic leadership school you're going to graduate as an apostle. Natumai hakuna yule mtu ambaye ameingia katika hii shule ya kitume utatoka hapo umefuzu kama mtume. The school cannot make an apostle. Hii shule haitakufanya mtume. We're going to look at that. Tutaenda kuangalia hiyo. But the whole idea of apostolicity, lakini hii yote ya kitume, comes from the word sent one. Inatokana na yule mtumwa. Somebody who sent. Mtu aliyetumwa. Please tell me dinner when the time is up, okay? Kwa hivyo unisaidie. Therefore if you are sent, kwa hivyo ikiwa umetumwa, if I send you, kama nimekutuma, when I send you, nikikutuma, mchungaji, when I send you, mchungaji nikutuma, do you carry your own message? No. Je, unabeba ujumbe wako? I'm a messenger. You are a messenger. Wewe ni mtume. Whose message should you carry? The principal. My principal. Me, I'm your principal. Ni ujumbe wa nani unabeba? I send you. Manager. You are an agent. Hey. You do not change the message. Wewe hauwezi kubadilisha ujumbe. If you change the message, ukibadilisha ujumbe, I can fire you. Mimi naweza kukufuta. That's true. So whose message do we carry? Kwa hivyo tuwabeba ujumbe wa nani? God's message. Ujumbe wa Mungu. What message? Ujumbe gani? Even there we differ. Hata na hapo tunatofautiana. I know we are called to preach the gospel, isn't it? Ninajua kwamba tumeitwa ili kuhubiri injili. Si ni kweli? Hello? Hello. I differ with you. Ninatofautiana nawe. We are not called to preach the gospel. Hatujaitwa kuhubiri injili. We are called to preach the gospel of the kingdom. Tumeitwa ili ya kwamba tuhubiri ujumbe wa ufalme. There's a difference. Kuna utofauti between the gospel kati ya injili and the gospel of the kingdom. Ya injili ya ufalme. Many people preach the gospel. Wengi watu hubiri injili. But they don't preach the gospel of the kingdom. Lakini hawahubiri injili ya ufalme. So many people have joined the church. Kwa hivyo wengi watu wamejiunga na kanisa. But they have not entered the kingdom. Lakini hawajaingia katika ufalme.
There's a big difference. Kuna utofauti mkuu. You can be a member of a church, Naweza kuwa mshirika wa kanisa, but not in the kingdom. lakini sio katika ufalme. Nicodemus was a member of a church. Nicodemus alikuwa mshirika wa kanisa, Was even an elder, hata alikuwa ni mzee, but he was not in the kingdom. lakini hakuwa katika ufalme. Some of your people have joined your church, Baadhi ya watu wenu but wamejiunga they're not in the kingdom. lakini hawamo katika ufalme. Come on, brothers, we need to be serious. Wapendwa, lazima tumakinike. So when we talk about the apostolic season, Kwa hivyo tunapozungumzia majira ya this is not kitume, the season where we come in suits to prove that we are anointed. hii sio majira ya kuingia na suti ili ya kwamba tudhibitishe kwamba tumepakwa. There's nothing wrong with the suit. Tafadhali, hakuna ubaya wote na suti yako. Mnielewe. Please, 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 please. Tafadhali. But Lakini the clothes that I wear does not prove the anointing. yale mavazi nayovalia haimaanishi kwamba niko na upako. The anointing is not in my title. Upako haumo katika ile kiwango changu ama majina. I don't even have to scream and run around. Mimi sistahili kupiga yowe na kukimbia hapa. You need to discover this. Wastahili kutambua hii. These things. Hii. Yeah. Kweli? I know you are quiet, you are thinking. Ninajua mmenyamaza, mnafikiria. That's why we come to school. Ndio maana tumeingia katika shule. Have you noticed that from the time we're preaching, nobody even says, Hallelujah! Je, umetambua tangu tuanze hii darasa hakuna mtu shout! Shout! Piga sawe! Amen! Amina! Cho, 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 cho. Your amen is too low. Yaani amina zenu ziko chini sana. Give me. Nipe. Give me. Nipe. That amen. Hiyo amina. This is a preacher Unajua huyo ni who mhubiri is an orphan, ambaye ni is looking for anatafuta, approval. yaani ile thibitisho. Give me. Nipe. Shout. Yes. I want an Holy Ghost amen. Ninataka ile amina ya And the little boys on the keyboards going. naona weka vijana pale kwa hiyo kinundu wanasema This guy is so empty. huyo mjamaa kutupu. But if you don't say your amen, Lakini ukikosa kusema amina, he loses the anointing. yeye anapoteza upako. Church is sick. Kanisa ni gonjwa. So the church needs a reformation. Kwa hivyo kanisa linahitaji mabadiliko. Amen. Shout. Pasa sauti. Shout. Nilisema pasa sauti. I say, shout. Pasa sauti. Yeah. Get ready. And you call that anointing? Na unasema hiyo ni upako? That is called performance. Hiyo inaitwa sarakasi. So the church has become a place of performance. Kwa hivyo kanisa limekuwa mahali pa sarakasi. The preacher must perform. Mhubiri lazima badilike. You see, even when you clapped, Uliona hata after wakati we finish, you don't have to clap. baada ya sisi kumaliza, sio lazima upige makofi. You don't have to. Haustahili kufanya hivyo. But if you clap, God has blessed you. Lakini ukipiga You makofi don't Mungu clap for amekubariki. your hand. Lakini usimpigie Because the Yohana. anointing is not from your hand. Kwa sababu upako sio The kutoka kwa revelation Yohana. is not from your hand. Ufunuo sio kutoka kwa The Yohana. revelation is from the Spirit of God. Ufunuo ni kutoka Roho So Mungu. whether you don't have to clap for me. Kwa hivyo haustahili kunipiga I makofi. said clap. Nilisema piga makofi. Piga makofi. Give me a deep amen. Nipatie amina. Somebody shout. Mtu fulani pasa sauti. Yeah. And the people say, go pastor, go. Na watu wanasema enda mchungaji. Papa, go deeper. Papa zama. Be careful. Makinika. Don't go so deep that you and the pastor won't come up. Usiende kilindini sana, wewe na mchungaji wako msikuje juu tena. Oh, go deeper. Mutaingia kilindini.
The church is not a place of performance. Kanisa sio mahali pa sarakasi. The church is a place where people are built. Yes. Kanisa ni mahali watu hujengwa In the wisdom, katika hekima, knowledge, ufahamu and understanding na katika of maarifa God. ya Mungu. When they go home, Wakienda nyumbani they become the evidence to their sons watakuwa bayana that ya God is a provider. ya kwamba Mungu ni When they mtoaji. go for work as teachers, Wakienda kule they kwa become the evidence wanakuwa that they can teach ya kwamba nacho with the anointing of na God, upako wa and Mungu all the students, na wanafunzi Pass. wanapita and God is glorified. na Mungu anatukuzwa. That's what we do in church. Hiyo ndio tunafanya kanisani. But is that what is happening in the church? Je, hiyo ndio inafanyika kanisani? Can a scientist come to your church? Je, mwanasayansi akija Can kanisani? a lawyer come and sit in your church? Je, mwanasheria akija kanisani? Lawyer, you want to push him and Unataka say this is kumsukuma power na kumwambia ni and he nguvu must fall. na lazima aanguke, He won't come back. hatarudi. Poor and stupid people will come. Watu masikini na pumbavu watakuja. So, this afternoon as I conclude, Kwa hivyo jioni ya leo ninapokamilisha, what are you building? unajenga nini? What kind of people are you raising? Aina gani ya watu unainua? Can they represent God in courts of law, Je, wanaweza kuwakilisha Mungu kule kotini ya sheria, in business? katika biashara? Think of Daniel. Wewe fikiria kuhusu Danieli, One guy jamaa mmoja built kajenga in the image and likeness of God, katika taswira na umbo la Mungu, thrown in the world, hakatupwa katika kule tunduni, changes the whole Babylon. anabadilisha Babiloni yote. The king says, Falme anasema all of you from today, nyote kuanzia leo you shall worship the God of Daniel. mutamwabudu Mungu wa Danieli. That's Old Testament. Hiyo ni agano la kale. Think of a man like Joseph. Fikiria mtu kama Josefu. You think of the politics of today. Unafikiria mambo ya siasa ya leo? You think of tribalism in Africa today. Unafikiria ukabila kwa Afrika leo? The church Kanisa must be the evidence lazima liwe ubayana that in Christ ya kwamba katika there is Kristo no Luo, Yes. hakuna Mjaluo, there is no Kikuyu. hakuna Kukuyu. In Christ, Katika Kristo my Luo brother is my brother. huyo ndugu yangu Mjaluo My ni ndugu yangu, Kikuyu brother is my brother. ndugu Mkikuyu ni ndugu yangu. That nonsense remains with the politicians. not Hiyo the church. upumbavu ubaki na wanasiasa, sio Because kanisa. in Christ, Kwa sababu ndani ya there is Kristo no Jew, hakuna there is Myahudi, no Gentile, hakuna yule There's no mtaifa, male, hakuna there is mwanaume, no female. hakuna mwanamke, We are all one. man. sote ni moja But katika look Kristo. at the church Lakini today. angalia It's kanisa, either Kikuyu or iwe Luo. ni Kukuyu If you ama are Luo, you Mjaluo. can't marry a Kikuyu. Kama wewe ni Mjaluo hawezi ukaoa Mkikuyu, Because the politicians have divided us. kwa sababu wanasiasa The wametuleta muungano. politicians must come to church. Yeah. Wao wanasiasa lazima wakuje kanisani, We build them tuwajenge to govern wapate kutawala from God's point of view. kutokana na mtazamo wa Mungu. So we must be the witness. Kwa hivyo lazima tuwe shuhuda. Joseph Yusufu goes to Pharaoh, anamwendea Farao and Pharaoh has a dream na Farao anakuwa na ndoto, but he cannot interpret it. lakini hawezi kuitafsiri. He brings the cabinet. Analeta ile hiyo yote, baraza la mawaziri. You should see pastors how they behave when they are invited to pray. Mnastahili kuona On the day of wachungaji prayer. wanapoitiwa kuja kuomba, They don't represent God. wao hawamwakilishi Mungu, They become partisan. wanakuwa na makubaliano na wao. But Joseph, Lakini Yusufu, Pharaoh says, Farao asema, can we find a man? je, tunaweza kupata mtu? This is an unbeliever, Pharaoh. Huyu ni mtu asiyeamini Farao. Can we find a man Je, tunaweza kupata in mtu whom the Spirit of God is? ambaye roho wa Mungu yupo? Even Pharaoh Hata Farao knew alijua that the Spirit of God ya kwamba roho wa Mungu was on Joseph. alikuwa kwa Yusufu, And Joseph na Yusufu became the father akawa baba of Pharaoh. Yeah. wa Farao. So who was ruling? Kwa hivyo ni nani alikuwa na tawala? Joseph. Yusufu. So what does our president need? Kwa hivyo rais wetu anastahili kuwa na nini? A father. Baba, Not somebody to compete with him. sio mtu kung'ang'ana na yeye. Joseph does not compete with Pharaoh. Yusufu hang'ang'ani na Farao.
I don't have to be a politician to influence this country. Sistahili kuwa mwanasiasa kuathiri hii taifa, but I can produce sons lakini naweza kuzalisha wana who functions like Daniel, ambao jukumu lao ni Daniel, Joseph, Yusufu in government. katika serikali. Wow. That's my contention this week. Hiyo ndio ile tamanio langu wiki hii. When the world is looking for solutions, Wakati ulimwengu unatafuta jawabu, the church kanisa should become the evidence liwe ni ubayana of the wisdom, ya hekima, knowledge, maarifa and power na nguvu of God. ya Mungu. The current church Kanisa la is kisasa looking for handouts from presidents. inatafuta pesa kutoka kwa maraisi. They're looking for brown envelopes from the president. Wanatafuta bahasha kaki kutoka maraisi. Joseph Yusufu provides yeye utoa solutions jawabu to the government. Amen. kwa serikali zilizomo. The intent Yaani kusudi was that lilikuwa through the church, kupitia kwa kanisa, the manifold wisdom of God wingi hekima ya Mungu should be revealed. ipate kuthirika. That's Ephesians. Hiyo ni Waefeso. The church, Kanisa not the building. sio majengo, People watu in the image katika and taswira likeness of God na katika umbo la Mungu should become the evidence. liwe ubayana In economics, katika kiuchumi, agriculture, katika kilimo, education, katika elimu, sports, katika riadha, entertainment. katika ile kutumbuiza. We Sisi are the wisdom of God Yeah. ndio hekima ya Mungu in the earth. katika ulimwengu. You can't produce people like that Hauwezi ukazalisha watu aina hiyo by singing 17 songs kwa kuimba nyimbo 17 and preach for 10 minutes. na kuhubiri dakika 10. You cannot change people like that. Hauwezi ukabadilisha watu kupitia hiyo. We are going back to the word of God Tunarudi katika neno la Mungu so that we can produce authentic Amen. Christians. ili ya kwamba halisi tuzalishe waumini walio halisi. That's what the apostolic season is all about. Hiyo ndio majira ya kitume iko, Going back to the blueprint of God, kurudi katika mpangilio ule wa Bwana, redefining what the church is, kwenda kutafsiri ya kanisa ni nini its structure, katika umbo lake, how its content, what does it preach, yani ile ambayo iko nao inahubiri nini. how does the church function in the earth. Je, kanisa linatendezaje katika ulimwengu? We are redefining what anointing is Hapa tunaelezea upako ni nini, by studying the tabernacle of David. What is this? kwa kuanzia hii hekalu la What is the Daudi. doctrine of peace? What Je, is peace? mafundisho ya amani ni nini? However, all these have got types and shadows. Hata na hivyo hizi ziko na vivuli na aina. So apostles don't bring new doctrine. Kwa hivyo mitume hawaleti mafundisho mapya, They go back to shadows and types wanarudi katika hii and say, vivuli na aina, this na hii is that ni ile which was spoken in the Old Testament. iliyonenwa katika agano, This is it. ndiyo hii. So God is rebuilding the tabernacle of David. Kwa hivyo Mungu analijenga tena hekalu la Daudi. So David Kwa hivyo Daudi becomes a pattern. yeye anakuwa ni mfumo, Tabernacle becomes a pattern. hekalu ni mfumo. So who was David? Kwa hivyo Daudi alikuwa ni nani? What does he represent to us? Je, yeye anawakilisha nini kwetu? What about his tabernacle? Na kuhusu hekalu lake You find in Acts chapter, unapata katika it Matendo ya says, Mitume, when the church was being built, kanisa likiwa linajengwa, James says, this is the rebuilding of the tabernacle of God. Yakobo anasema hii ni kujenga hekalu ya Daudi. So you need to go and find out how was David building the tabernacle. Kwa hivyo chunguza, Daudi alikuwa anajengaje hiyo hekalu? What does that mean to us Hiyo now? inamaanisha nini kwetu sasa? That's the apostolic season. Hiyo ndiyo majira ya kitume. We don't come up with our own doctrine. Hatukuji na mafundisho yetu, We go back to the Old Testament, tunarudi katika agano la kale, understand the New Testament, tunaelewa agano la jipya and bring it in our day, na kuleta hayo yote katika siku yetu, so that the church ili ya kwamba kanisa becomes a vehicle liwe gari of transformation ya mabadiliko and reformation. na kujenga. That cannot happen in our cities Haiwezi kufanyika mijini mwetu until the church is reformed, mpaka kanisa lipate kugeuzwa, not revival. sio uvivio, Goosebumps, feeling good. kuishi vema na
The church kanisa is bigger than that. ni zaidi ya hiyo. God bless you. Mungu awabariki.